Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Muislam, tukiendelea na kitab Hadith 40 an-Nawawi, sharh ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, bado tukiwa tuko katika hadithi ya 4. Wa min fawaidi hadha alhadith, na miongoni mwa faida zinazopatikana katika hadithi kama hii, faida ya 13, anna almalaikata alayhimus salam abidun yu'maruna wa yunhauna, hakika malaika ni waja wanaoamrishwa na kukatazwa, liqaulihi, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kama alivyosema katika hadithi kama hii, fayu'maru bi arba'i kalimat, basi malaika anaamrishwa kwa mambo manne. Wal amiru lahu huwa Allahu azza wa jalla, na mwenye kuamrisha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fawaidi hadha alhadith, na miongoni mwa faida zinazopatikana katika hadithi kama hii, anna hadhihi al-arba'a maktubatun ala al-insan, hakika mambo haya manne yameandikwa kwa ajili ya mwanadamu. Mambo gani hayo? Rizquhu, riziki yake, wa ajaluhu, muda wake wa kuishi, wa amaluhu, na matendo yake, amali zake, wa shaqiyun au sa'idun, na kwamba atakuwa ni miongoni mwa wale wenye kuwa ni waovu, au atakuwa ni miongoni mwa wale ambao kwamba watakaokuwa wenye furaha katika khairi. Walakin, sasa Sheikh anatutajia masaili hapa. Hal maana dhalika alla naf'ala al-asbab allati yahsulu biha ar-rizqu, lakini je, maana yake ni kwamba tusichukue sababu zinazopatikana kupitia hiyo riziki? Yani mtu asifanye kazi alafu kuati riziki itakuja? Aljawabu bala naf'al, hapana, tunachukua sababu hizo. Lazima mtu achukue sababu, ndio inafanya nini, inakuja riziki. Wama naf'aluhu min asbabi tabi'un lirizq, na yale ambayo kwamba tunayoyafanya katika kuchukua sababu ni sehemu ambayo kwamba inayohusiana na riziki. Wa min fawaidi hadha alhadith, na miongoni mwa faida zinazopatikana katika hadithi hii, anna almalaikata yaktubun, hakika malaika wanaandika. Falau qala lana qail, ikiwa mtu angesema, bi ayi harfun yaktubun, malaika wanaandika kwa herufi gani? Hal yaktubuna bil lughati al arabiyya am bil lughati as-suryaniyya, je, malaika wanaandika kwa lugha ya Kiarabu au kwa lugha ya Kisuryani au al-ibriya, au wanaandika kwa lugha ya Kiibrania au ma ashbaha dhalika, au hawa malaika wanaandika kwa lugha ambayo kwamba inofanana na hizo? Sheikh anasema faljawab, jibu lake, as-sualu an hadha bid'atun, kuuliza kuhusu jambo kama hili ni bid'a, ni uzushi. Alaina an nu'mina bi annahum yaktubun, kinachotupasa ni kuamini kwamba malaika wanaandika, lakini usitaki kujua malaika wanaandika vipi, wanaandika kwa lugha gani. Amma bi ayi lughatin fala naqulu shay'an, ama wanaandika kwa lugha gani, hatuwezi kusema chochote kuhusu hilo, kwa sababu hakuna dalili ambayo kwamba inayotueleza. Ndio Sheikh akasema hadhihi alkitabatu, vile vile masaili mengine,
hadhihi alkitabatu hal hiya fi sahifatin, je, maandishi haya ambayo kwamba malaika wanaandika, je, yanaandikwa kwenye karatasi? Au tuktabu ala jabini aljanini, au yanaandikwa kwenye paji cha uso cha mtoto akiwa bado mtumboni? Sheikh anasema aljawab, jibu lake, hunaka atharun tadullu ala annaha tuktabu ala jabini aljanin, kuna athar zinazotuonyesha kwamba yanaandikwa kwenye paji ya mtoto akiwa yuko ndani ya tumbo. Wa atharun ala annaha tuktabun fi sahifatin, na vile vile kuna athari nyingine zinazotuonyesha kwamba zinaandikwa kwenye karatasi. Waljamiu bainahuma sahlun, na kuzizungumzia kauli hizi mbili ni jambo rahisi. Kule malaika kuandika kwenye paji la uso la mtoto akiwa ndani ya tumbo la mamake, au kuandikwa kwenye karatasi. Sheikh anasema kuzungumzia mambo haya yote mawili ni rahisi. Idh yumkinu an tuktaba fi sahifatin, inawezekana yakaandikwa kwenye karatasi. Wa ya'khudhaha almalaku ila ma sha Allah, kisha malaika akawa ni mwenye kuchukua karatasi hiyo kwa namna ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejua. Wa yumkinu an tuktaba ala jabini linsan, na pia vile vile inawezekana yakaandikwa kwenye paji la uso ya mwanadamu. Wa min fawaidi hadha alhadith, na miongoni mwa faida zinazopatikana katika hadithi kama hii, anna alinsana la yadri madha kutiba lahu, hakika mwanadamu hajui ni nini ambacho kwamba alichoandikiwa. La ya'lamu illa Allah, hakuna anayejua isipokuwa Allah. Walidhalika, na kwa sababu hiyo, umira bisai litahsili ma yanfa'uhu, huu mwanadamu ameagizwa kujitahidi kupata yale ambayo kwamba atakayomnufaisha. Wa hadha amrun musallam, na hili ni jambo ambalo kwamba lilo wazi, ni jambo ambalo kwamba linalokubalika. Fakulluna la nadri ma kutiba lana, sote hatujui ambacho kwamba tulichoandikiwa, hatujui sote. Walakinna ma'muruna an nas'a litahsili ma yanfa'una, lakini tumeamrishwa kujitahidi kupata yale ambayo kwamba yatakayokwenda kutunufaisha. Wa an nad'a ma yadhurruna, na kuyaacha yale ambayo kwamba atakayokwenda kutudhuru. Wa min fawaidi hadha alhadith, na miongoni mwa faida zinazopatikana katika hadithi hii ambayo ni faida ya mwisho katika hadithi ya 4, anna nihayata bani adama ahadu amrain, hakika mwisho wa mwanadamu ni moja kati ya mambo mawili. Yani mwanadamu mwisho wake ni moja kati ya haya mambo mawili. Mambo gani hayo? Imma shaqau wa imma saada, ima mtu kama huyu atakuwa ni mwenye mashaka, atakuwa ni mwenye tabu, atakuwa ni mwenye kuwa na dhiki, atakuwa ni mtu ambaye kwamba ni mwovu. Wa imma saada, au atakuwa ni mwenye furaha, mwenye neema. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, faminhum shaqiyun wa sa'id, basi miongoni mwao yupo yule ambaye kwamba mwenye kuwa katika mashaka, wa sa'id, na yupo miongoni mwao ambao kwamba yuko kwenye furaha. Wa qala ta'ala, Allah anasema katika aya nyingine, huwa alladhi khalaqakum, yeye ndiye ambaye kwamba amekuumbeni. Faminkum kafirun, miongoni mwenu yupo ambaye kwamba ni kafiri. Wa minkum mu'min, na miongoni mwenu yupo ambaye kwamba ni mu'min. Nas'alullaha ta'ala an yaj'alana jami'an min ahli saada, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanye sote miongoni mwa wale watu ambao kwamba kwenye furaha na neema. Innahu sami'un qarib, hakika yeye ni mwenye kusikia, aliye karibu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.